Stori kubwa iliyozua gumzo kubwa mara baada ya Yanga kutoa taji la Mapinduzi Cup 2026 ni tukio la mchezaji wao Ibrahim Baka ambaye anadaiwa kumpiga kiwiko kwa makusudi mchezaji wa Azam FC. Tukio hilo lilitokea wazi kabisa mbele ya macho ya mashabiki, lakini kwa kushangaa zaidi ni kwamba halikuhukumiwa wala kuonekana na refa wakati pamoja na waamuzi wasaidizi, jambo lililoacha maswali mengi na kuifanya fainali hiyo kubaki na doa kubwa la kiuamuzi. Tukio hilo limezidi kuibua mjadala mpana kuhusu ubora na uadilifu wa waamuzi wetu wa Tanzania, hasa wanapokuwa wakitoa maamuzi katika michezo inayozihusisha timu kubwa kama Yanga na Simba. Wadau wengi wa soka wameeleza kuwa si mara ya kwanza kushuhudia maamuzi tata ambayo mara nyingi huonekana kuzinufaisha timu hizi mbili katika matukio muhimu na ya michezo, hali inayodhoofisha imani ya mashabiki kwenye haki ya kiushindani. Kitendo cha Ibrahim Baka kimezua hasira na mjadala mkali miongoni mwa mashabiki na wachambuzi wa soka, wengi wakilaumu kama ni kinyume na maadili ya michezo na mfano mbaya kwa wachezaji wengine chipukizi. Kinachozidi kushangaza ni kwamba tukio hili limekuja wakati ambapo mchezaji huyo tayari anaendelea kutumikia adhabu ya kufungiwa mechi 5 za ligi kuu Tanzania bara kutokana na vitendo vingine visivyo vya kiungwana alivyojihusisha navyo hivi karibuni. Hali hii imewafanya wengi kuhoji nidhamu ya Ibrahim Baka, hatima yake ndani ya kikosi cha Yanga, pamoja na msimamo wa mamlaka za soka nchini katika kusimamia haki na nidhamu uwanjani. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kuendelea kupata habari na matukio moto ya kimichezo.